tujikumbushe, kwa sababu wakati mwingine kuna watu wanasahau, wakati mwingine upinzani unatoka kwa yule ambaye hataki tumpendeze Mungu. Tunapojikumbusha, maana yake tunapata nafasi ya kwenda kufanya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tufungue kitabu cha Malaki, ndio litakuwa andiko letu la kusimamia. Tutaona maandiko mengine, lakini tufungue kitabu cha Malaki sura ile ya 3 mstari wa 10. Nitasoma kama ilivyoandikwa: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au raha. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mizabibu zenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote wataiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumepata neema ya kwenda kuangalia sadaka na zaka na dhabihu, au zaka na sadaka, au fungu la 10 na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia Biblia kwa asilimia kubwa, wote tunasoma Biblia, tunaona katika Agano la Kale sadaka, zaka na kila aina ya sadaka zilikuwa zimefungwa chini ya sheria ya Musa, ambayo ni sheria ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wanatoa kwa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanatoa kwa nini? Kwa sheria. Na katika kutoa kwa sheria, mtu alikuwa asipofanya hivyo, maana yake amemkosa Mungu kwenye hiyo sheria. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokuja kwenye Agano Jipya, sisi hatutoi kwa sheria. Tutayaona maandiko ya msingi wa kutoa zaka, sadaka ndani ya Agano la Kale. Tunasimamia msingi gani? Na hapo unapotafakari hili neno, wapo watu wengi wanafundisha upotofu, wanakwambia hakuna kutoa zaka. Agizo lile lilikuwa la wana wa Israeli. Wengine wanasema haitakiwi kuwa na kiwango. Wengine wanasema kuna maneno mengi, kila nyinyi mnaokuwa kwenye mitandao unasoma. Sasa huenda ikawa watu wengine wameacha kutoa au hawatoi kwa sababu labda wamekutana na hayo mafundisho, au labda wamekutana na hayo masomo. Lakini leo ninataka tuweze kujikumbusha na tuweze kufanya kwa ajili ya Bwana na kwa uzuri na kwa utakatifu wote. Kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, neno zaka kwa mujibu wa lugha ya Kiebrania, maana yake halisi ni sehemu ya 10. Ukihitaja zaka bila kuja kwenye lugha ya Kiebrania na kwenda kwenye Kiswahili safasaha, zaka ni sehemu ya 10, ni moja ya 10. Ndio maana kuna sehemu nyingine linatumika neno mafungu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Au fungu la 10. Na kwa sababu msingi wa utoaji mojawapo kwenye Agano Jipya, tunasimamia pia msingi wa neno ambalo liko ndani ya Agano la Kale. Biblia inasema, Yesu anasema mimi sikuja kuitangua Torati, bali nilikuja kuitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Na msingi wa Agano la Kale ambao ni kivuli cha Agano Jipya, kwenye Agano la Kale wenzetu walijifunza juu ya uwakili wa mali na fedha zao, kwamba ni lazima tukumbuke kuwa kila kitu tulicho nacho ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haina tofauti hata kwetu leo, kwamba kile ulicho nacho ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana.
wewe umepewa kushikilia. Yaani ni sawa na mtu mimi aje anipe nimwekee fedha. Ile fedha inakuwa sio mali yangu, ila mwenye nayo anakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Biblia ukimwangalia mtu aliyetambua uwakili na kujua kila kitu alichonacho, watoto, mali, yote ni vya Bwana, mtu mmoja wapo ni Ayubu. Ukisoma Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 20 mpaka 22, utamuona Ayubu wakati watoto wake wamekufa na jaribu bado linaendelea. Ayubu aliposikia habari za kupotea kwa mali zake, Ayubu hakukasirika, Ayubu hakunung'unika. Ayubu alijua yeye aliwekezewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sura ile ya pili mstari wa sura ile ya kwanza mstari wa 20 na 22, msikia Ayubu anachosema. Ndipo Ayubu akainuka akalilarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka na nchi na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nini uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia haya maandiko, Ayubu hakuwa anaeleza haya maneno kwa kusema kwamba labda wengine wanasema ni faraja. Ilikuwa ni halisi ya moyo wake, jinsi alivyomfahamu Mungu na jinsi alivyomtegemea na jinsi alivyomwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kwamba alipewa taarifa watoto wake wamekufa, mifugo imekufa, Ayubu anasimama. Anaposema Bwana alitoa, maana yake Mungu alinipa. Na kama Mungu alinipa, leo ameamua kuchukua, jina lake lifanyeje? Lihimidiwe. Kwa nini Ayubu hakusikitika? Hakunung'unika, kwa sababu alijua ile mali aliyonayo aliwekezewa na Bwana. Kwa hiyo watoto tulionao tumewekezewa na Bwana. Afya tunayokuwa nayo ni Bwana amewekeza. Na kila kitu ambacho Mungu amewekeza kwetu, anahitaji kuiona faida katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kabla ya sisi kuhesabu faida juu ya maisha yetu, cha kwanza faida iwe kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Ndio maana Ayubu hakumcha Bwana kwa sababu ya mali. Mali ilikuwa ni sehemu ambayo Mungu aliweka kwake, na ilipochukuliwa hakuhangaika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama wengine leo akiambiwa na basi, akisikia limedondoka na pressure inakuja, anaweza akaparalyze, anaweza akapata ukichaa. Kwa nini? Alishajiweka kama ile ni mali yake. Yeye ndio mmiliki, yeye ndio mwamuzi wa kila kitu alichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu wa Agano la Kale waliuishi huo uwakili wa kwamba Bwana amewekeza vitu kwetu. Ukisoma sehemu nyingine, wana wa Israeli ndio wanatoka Misri wanakwenda Kanaani. Katika kitabu cha Kutoka, Mungu aliwaambia, huko mnakokwenda mtaenda kuwa matajiri. Lakini baada ya kuwa matajiri, msiseme mikono yetu na akili zetu zilitupa kuwa nini? Matajiri. Lakini msemeni Bwana alitupa nguvu ya kupata nini? Utajiri. Kwa nini Mungu alitaka matambue hivyo? Kwamba yeye anawapeleka kwenye nchi ya ahadi kwetu, watapata mafanikio. Kama sisi tulivyookoka tumemwamini Yesu, ndani ya huo wokovu tutapata mafanikio. Lakini asifike mtu akayaona ile mafanikio ni halali yake, ni stahili yake, ni bidii yake au nguvu zake, akamsahau Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja atambue kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu tulicho nacho. Ukifanya hivyo, utaona Mungu anastahili kupata zaka yako, utaona Mungu anastahili kutolewa sadaka nzuri, utaona Mungu anastahili kutoa michango yote inayotakiwa kwa ajili ya kazi yake, iwe ni ujenzi, iwe ni habari ya injili, iwe ni umisheni. Ukijua hivyo utafahamu. Lakini ukijua kwamba nguvu za utajiri
utaona wewe ni mwamuzi wa hicho kitu. Tujifunze kwa Ayubu. Ayubu alijua kabisa kwamba kila kitu watoto waliokuwa nao, mali aliyokuwa nayo ilikuwa ya Mungu. Na ndio maana vilivyoondoka, Ayubu akabaki mwaminifu, Mungu alivirudisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alifanyaje? Alivirudisha. Ayubu angetumainia kwamba kila kitu ni mali yake. Katika lile jaribu akamwacha Mungu, isingeweza kurudi. Watoto wasingeweza kurudi, wala mali zisingeweza kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunapotoa zaka na sadaka ni sehemu tu ya vile ambavyo Mungu amewekeza kwetu, na Bwana anabaki kuwa na uwezo juu ya vile vitu tulivyo navyo au vile alivyotubariki. Bwana anabaki kuwa na nini? Na uwezo. Tambua hivyo. Bwana anabaki kuwa na nini? Na uwezo. Kama alivyokuwa na uwezo juu ya mali aliyokuwa nazo Ayubu na watoto wake. Ninaposema ana uwezo, maana yake Mungu ana control. Akiamua viondoke vinaondoka, akiamua vibaki vinabaki. Ndio maana Ayubu, Mungu alipomwambia shetani na kuruhusu gusa kila kitu alichonacho, na shetani alipogusa alikuwa kapoteza kila kitu. Haikuisha mpaka afya yake. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka afya yake ikajaribiwa. Mali hakuna na afya tena, mwili ugonjwa ukaingia, ukaota majibu mwili mzima. Wenye huruma za kibinadamu, mfano mke wake, akamwambia utashikamana na ukamilifu kwa kumcha Mungu mpaka lini? Ni heri kwa kufuru ufe, manake ni heri uachane na huyo Mungu. Marafiki zake wengine wakajua Ayubu anaadhibiwa, anafanya nini? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanamcheka. Lakini Ayubu alijua mwenye navyo anavichukua, na nitabaki kuwa mwaminifu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotoa sadaka na zaka katika Agano Jipya, kwanza tutambue kwamba ni neno la nani? La Mungu. Usije ukadanganywa na mtu anakwambia sijui zaka haitakiwi, ilikuwa agizo la wana wa Israeli, atakuwa anakupotosha. Zaka ni sehemu ya Mungu, na Biblia inasema ni takatifu kwake. Ni nini? Ni takatifu kwake. Sasa akisema sehemu ya Mungu, maana yake wewe kwenye kile unachokipata una sehemu yako, na sehemu nyingine ni ya nani? Ni ya Mungu. Wenzetu wana wa Israeli walijua hilo, na hiyo sehemu ya Mungu walikuwa wanaipeleka kwa kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Wawe ni wanyama, yawe ni mazao, ziwe ni fedha, walikuwa wanapeleka madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa sisi kutoa zaka na sadaka, hakitoki nje ya Agano la Kale, neno la Mungu. Lakini tutauona msingi ambao sisi tunautumia leo. Agano la Kale walikuwa chini ya sheria. Je, leo sisi tuko chini ya sheria? Leo tuko chini ya sheria? Hatuko chini ya sheria. Ndio maana wewe ukileta zaka hapa, ukisema ni kamili, mchungaji hata akuulizi kwamba ni kamili. Anajua wewe unajua uko chini ya neema na unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kama unafanya kwa Bwana, utafanya kwa Bwana kwa hiari yako na kwa upendo na kwa uaminifu wa Mungu. Sio kwa sababu nimeambiwa nitoe zaka. Kwa hiyo ni lazima tu, kama vile Torati ilikuwa inalazimishwa, sio kwa upendo, sio kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa uaminifu. Leo sisi tunajua Mungu tunavyotoa sadaka, zaka, anatuona. Na kama anatuona, anajua ametupatia nini, ametubariki nini, na sehemu yake ni ipi. Mchungaji yeye haoni, bado Roho Mtakatifu mfunulie. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nikisimama hapa mimi nimeleta zaka, yeye mchungaji ataomba, anajua nimeleta zaka kamili. Lakini mwenye kujua ni zaka kamili ni wewe uliyeshika, kwa sababu unajua Mungu atakubariki nini. Bwana Yesu asifiwe. Na umehiari kulileta, hautashurutishwa. Lakini pia umehiari wewe kufanya iwe kamili au isiwe kamili. Mungu anataka
kamili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka zaka kamili. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome kitabu cha Walawi sura ya 27 mstari wa 30 hadi 32. Kitabu cha mambo ya Walawi, tuone wenzetu walipoambiwa habari ya zaka. Maana nasema msingi wa kwanza ni agizo la neno la Mungu lililokuwa kwenye Agano la Kale. Mtu mwenye Biblia asome sasa Walawi 27. Mambo ya Walawi 27 nitaomba nisome nimefikia mstari wa 30 hadi wa 32. Nitasoma. Neno la Mungu linasema mstari wa 30 hadi 32. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Ni ya Bwana, halafu nini? Ni takatifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Sasa watu hapa huwa waelewe. Kuna mtu anapata zaka, anaibakiza, haileti kwa Bwana. Maana yake kuto kuileta kwa Bwana, wewe unakuwa kama umeikopa hiyo zaka. Sijui tunaelewa? Yaani kwa mfano mimi nafanya kazi, nipate mshahara, nikachukua ile zaka nikaitumia. Alafu mshahara unaokuja wa pili, niseme natoa zaka ile na hii ya mshahara uliopita. Mungu alikuwa ameamuru wao wanatoa 5% ya hiyo ambayo wameichukua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuibana, yaani kwa kubaki nayo. Wapendwa, unaelewa? Kwa kubaki nayo. Hii ilikuwa ni torati. Sisi nimesema tunatoa kwa hiari, kwa upendo na kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini lazima fedha ukipata, Mungu amekupa kubariki, ile sehemu ya Mungu ambayo ni 1/10 unatakiwa kuimarisha madhabahuni. Na mimi huwa nafurahi wale ambao unaweza kukuta hata ni Jumatano mtu analeta nini? Zaka. Mtu asubiriwe Jumapili, kwa sababu umekaa na kitu ambacho ni kitakatifu. Na shetani hataki wewe uwe mwaminifu kwa Mungu. Unaweza kushangaa inakuja shida na ile zaka uliyoitunza unaitumia. Tayari unakosa uaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Na shetani anakuwa amefaulu. Kwa sababu utakosa ujasiri wa kwenda kupiga goti tena kwa Mungu kwamba anaomba baraka, wakati na kitu chake kitakatifu umekibana. Kwa ni heri na ni vizuri ukipata zaka itoe. Kuna watu wengine huwa anataka tu hata ikakae huko kwa mwasiki, kama ni kusimama Jumapili, anaogopa kwa sababu huko duniani na shetani siku zote anafanya vita na sisi. Anaweza kukuta na hiyo zaka. Kwa mfano kama mimi hapa, tumepata msiba jana, lakini tulipata msiba wiki iliyopita ile nyingine. Mbuzi zangu ziliibiwa, mbuzi walifungulia sisi wote. Mtu anaweza kuchukua hayo mazingira kama ni mazingira ya kutafuta huduma kwa Bwana, kwamba sasa kama nilikuwa na zaka sitoi, Mungu atanirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mazingira yoyote ambayo utayapitia uchukue kitu kitakatifu kwa Mungu. Mimi hapa nimetoa zaka leo, na ilikuwa ni zaka ambayo inaweza ikatosha ikafanya mambo makubwa, lakini mimi namfahamu. Yaani ni bora nikope na mtu, lakini sio nichukue zaka niitumie kama nauli, yaani niseme Mungu anayajua mazingira yako. Zaka haiwezi kubadilishwa na mchango, kwamba labda niliahidi mchango nitoa milioni, kwa hata kama nina zaka ya 100,000, ngoja tu niitumie, Mungu ataangalia ule mchango wa milioni. Hapana. Zaka inabaki kuwa zaka, na mchango na sadaka inakuwa baki kuwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatutakiwi sisi leo kujikopesha zaka
usiiache ibaki kwako. Na kwa kanisa letu la TAG lina utaratibu mzuri. Zaka inakwenda kwenye pato la kanisa pamoja na sadaka. Na ndio hii ambayo inafanya maendeleo ya nini? Ya kanisa. Utakuta mchungaji anasimama hapa anasema kwenye pato la wiki la mwezi uliopita tumebakia na kiasi fulani. Tumefanya hiki kwa ajili ya kazi ya Mungu. Au tumeingiza kwenye ujenzi. Na hii haimaanishi kwamba posho yake anayolipa huyu mchungaji inamtosha kiasi kwamba aitoe hiyo fedha ifanye ujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu na yeye anampenda Mungu, anamtanguliza Mungu, anaona ni lazima na kazi ya Mungu ifanyeje? Iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi sadaka inachanganywa na sadaka. Ndio hiyo inayofanya shughuli zote. Ukienda kwenye makanisa mengine, bili ya umeme wanachanga, sijui bili ya maji wanachanga, sijui ulinzi wanachanga. Sisi hapa kanisani tuna umeme, tuna maji, tuna ulinzi anafanya ulinzi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote fedha inayowalipa hao watu inatokana na sadaka yako, inatokana na zaka yako, na fedha ambayo hata hawa ambao Paulo anasema mhubiri wa Injili atapata riziki kupitia Injili, ndio hiyo iweze kulipa na nani? Na wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fikiria kwa namna tunavyotoa na sadaka tunavyozitoa. Na mchungaji, mimi naomba uniruhusu kitu kimoja. Roho Mtakatifu aliniambia kwamba itabidi tuanze mwaka unaoanza, tutakuwa tunasoma mpaka sadaka za wiki iliyopita. Kuna watu huwa wanakaa wanajua hili kanisa lina mapato makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwenye hili kanisa sadaka ya ibada kama leo haijafika. Hata 70,000 haijawahi kufika. Sasa ukitaimu mara 4 ya Jumapili 4 unajua unapata nini? Halafu angalia huduma ambazo tunazigharamia, angalia tuna wachungaji wawili na neema tulionayo sisi kanisa la Bethel. Leo mchungaji anakaa kwake. Tulipaswa sisi tufike mahali kama mchungaji analipiwa kodi tutakuwa tulipi sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema aliyeacha kila kitu kwa ajili ya Injili atakula kutokana na nini? Na Injili. Bwana Yesu asifiwe. Hana pato lingine. Hawa wana kazi zao wanaweza kufanya kazi. Lakini Bwana alipowaita waliacha yote kwa ajili yake. Wanatusimamia mimi na wewe twende wapi? Mbinguni. Kwa hiyo kutoa kwetu ndio kunakofanya maendeleo ya kanisa na hawa watumishi wa Mungu maisha yao yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona wenzetu waliambiwa zaka. Zaka nimesema ni sehemu ya ngapi? Ya 10. Lakini msingi wa pili tunapotoa sadaka na zaka kwenye agano hili jipya, kutoa kwetu mara zote kuendane sambamba na kipato chetu. Kumbuka nimesema Mungu amewekeza kwetu. Kwa kama amewekeza kwetu, haiwezekani anaiona baraka yake kila siku anaileta kwako. Alafu wewe sadaka unayoitoa kwenye ibada ndio ile ile ya miaka 20. Kuna siku moja nilitolea mfano. Mimi Damiani nilikuwa nimepanga chumba na sebule wakati niko bachelor. Nikatoka hapo amezaliwa Danieli. Tukaenda kupanga nyumba nzima. Tumetoka hapo tuko kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu utoaji wangu uwe ni ule ule. Yaani nilipokuwa na chumba na sebule, maana yake kama nafanya natoa utoaji wangu ule ule, maana yake nakiri kwamba hakuna baraka yoyote nayoipokea kwa Mungu zaidi ya ile ambayo miaka yote ninayo. Na huo sio ukweli, sio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa kwetu ni lazima kuendana sambamba na kipato. Maana yake zaka yako hatutaona inakuwa constant. Kwa mfano kama mimi mfanya kazi, mimi ukichukua ile daftari huwezi kukuta na zaka constant. Yaani Januari mpaka Disemba huwezi kukuta hivi.
nyingine zaka yangu ni 180,000. Unaweza kwa siku nyingine zaka yangu 200,000, 300,000. Bwana Yesu asifiwe. Natoa kulingana na jinsi Mungu alivyofanyaje, alivyonibariki. Kwa sababu nina mshahara, ninaweza nikasafiri nikapewa fedha, si nimepokea? Si nimepokea? Maana ndani ya ile fedha kuna sehemu ya Mungu. Tunaelewana mtumishi wa Bwana? Kuna sehemu ya Mungu kwenye hiyo fedha. Ndio maana zaka yangu haikosa. The same kwa wafanyabiashara. Mfanyabiashara hawezi akawa na zaka constant ile ile. Neema mama naomba usimame. Huyo mama ukiangalia daftari lake, yeye anajishughulisha na biashara. Kwenye daftari la mhasibu pale huwezi kukuta zaka yake ni constant. Yaani ukuta siku nyingine imepungua, siku nyingine imezidi, siku nyingine imezidi viwango vya mara zote alizozitoa. Kwa nini? Anatoa sambamba na kipato ambacho Bwana amefanyaje? Amembariki. Maana yake ni kwamba Mungu anayekupa baraka, anayewekeza vitu, kama ameweza kitu kwako, anajua na wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watumishi wa Mungu. Kuna wakati unakuta rais anasema na upandisha mshahara watumishi wa Mungu. Zaka yako itakuwa ni ile. Zaka yako itakuwa ni ile ile. Hata wewe unayefanya kwa kazi kwa mtu, anafika nilikuwa na kulipa 60,000. Sasa hivi nataka nikulipe laki. Alafu wewe unafanya unaendelea na 6,000 yako, 6,000 yako ndio zaka. Kumbe mkubisha pandisho unalipa laki. Maana yake hautoi kulingana na kipato chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sadaka, hata zaka lazima iendane na kipato chako. Unatoa kwa hiari, unatoa kwa moyo mkunjufu, unatoa kwa upendo, unatoa kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Unampenda Mungu. Sisi kwa Agano la Kale tuna shuruti. Ukiamua kubana, Roho Mtakatifu anakuona na anakuambia hapa umefanya kosa. Torati ilikuwa hata dhambi kama wewe kwa unashuhudia. Baba tumeshuhudia huyu amefanya dhambi, ndio ushahidi. Leo hii tunahitaji ushahidi. Roho Mtakatifu anaona mimi niko Dar es Salaam, niko hapa nimefanya hivi, najua. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye haya masomo ambayo nimekwambia, watu wengine wanafundisha upotofu. Mwingine anakuambia zaka sio lazima, lakini huyo anaombea watu pesa. Unaona maandiko yaliyo upotofu huyo mwingi. Yaani zaka anasema sio lazima, alafu anaombea watu kwa nini? Wakati kuna andiko likisema umepewa kule utoe. Maana uwezo wa kuponya sio wa kwako. Mtu baada ya kuponya haja amshukuru Mungu, yeye sadaka ya shukrani. Lakini sio unakuja unasema ukitaka kuombewa na mzee wa kanisa 150. Ukitaka kuombewa na mchungaji 200. Una imani za hivyo leo duniani na Tanzania hii. Kwa maana kama ni maskini una kitu, wewe utapata maombi ya mtu yote. Lakini huyu anasimama anasema baraka aliyokupa Mungu wewe sio lazima, ila ulete hela yeye akuombee. Yuko sawa? Yuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Malaki anasema lete zaka kamili. Ukamili unatokana na kile ambacho Mungu amefanyaje? Amekubariki au amekupa. Huo ndio ukamili. Wewe ujue tu 1/10 ni sehemu ya Bwana. Nina milioni 1, 1/10 ni 100,000. Na sisi kanisa tuna account. Mwingine anaenda kusema nimepata nilikuwa mkodini nimeila nimepata bilioni. Zaka ni shilingi ngapi? Zaka ni shilingi ngapi? Milioni 100. Hatutakwambia toka furushi na hela moja hapa. Tutakwambia account yako kaweke hela. Weka hiyo slip ya account kwenye bahasha, ndio hapa uombewe. Yaani sisi hatufungi na sheria. Baba wewe uje na vifurushi na mahela mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaomba account ya kanisa ukaweka zile hela, ukachukua payslip ukaweka kwenye bahasha ukaja hapa. Wanaposema watu waombewe waliotoa sana, na wewe unasimama na bahasha yako ikiwa ni payslip ya nini?
ya benki. Hapo unatoa kulingana na nini? Na kipato chako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jamaa yangu alistaafu akapata mafao, akapeleka zaka milioni 15 kanisani. Kuna watu walianza kumcheka, yaani wewe ndio unakuwa maskini. Yaani umepeleka zaka kanisani milioni 15. Akaambia hiyo ndio sehemu ya nini? Ya Bwana. Maana yake ikiwa sehemu ya Bwana haiangalii udogo wala ukubwa. Kama mtu anachokuwa anaona ni haki kutoa zaka ya shilingi 100 kwenye 100, ndivyo ilivyo haki kutoa zaka ya milioni kwenye milioni 10. Unaelewa wapendwa? Kama unaona ni haki Bwana kupokea 100 kwenye shilingi 1000 na milioni 1 kwenye milioni 10, ni ya Bwana, ni ya kwake. Kama unaweza kutoa kopo sijui kilo, umevuna tu umekula debe moja. Ukivuna debe moja ni kilo 20, si ndio? Maana yake zaka pale ni kilo ngapi? Kilo 2. Hivyo unaweza kutoa zaka kilo 2. Maana yake uwe na uwezo wa kutoa zaka. Bwana akikubariki kuvuna magunia 300 ya mpunga. Kama magunia 300 ya mpunga, magunia 30 ni ya nini? Ni ya Bwana. Hata kama unasema nataka usafiri, jamani, nilete zaka hiyo, nitakusaidia. Lakini sio kusema mimi nimeshakiwa kanisani na zaka ya hiyo. Kwa hiyo ninaendelea, hiyo nyingine ninaficha. Bwana Yesu asifiwe. Ni za ya Bwana na ni takatifu kwa nani? Ni ya Bwana na ni takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio mali yako. Na ndio maana kwa kuweka hiyo torati, wana wa Israeli mahali walipokiuka walikemewa. Iwe ni kwenye sadaka, iwe ni kwenye zaka. Na wakueleza hayo maneno ni Malaki. Malaki alifika akawakemea nabii kwamba mnaleta sadaka vipofu, vilema, alafu mnamwambia Mungu zaka hamtoi, mmelaaniwa. Sasa watu wanasema mnawatisha watu watoe zaka, kwamba mmelaaniwa. Mtu yeyote anayefanya dhambi yuko chini ya laana, hata kama Yesu alimwaga damu yake kama ujui. Yaani mtu asije akadanganya kwamba Yesu alichukua laana imeshaenda, alafu warudi dhambini ukasema laana haipo. Mtu akirudi dhambini anapata nini? Laana. Hata kama Yesu alikuwa msalabani, itaondoka tu utakapoamua kutubu na kufanya sahihi. Lakini laana inakuwepo. Sio tu kwa sababu umetoa zaka, hata kama umeiba, hata kama umesema uongo, umezini, laana inakuwepo kwa sababu kama Biblia inasema unamshirikisha Yesu mara ya 10 msalabani, ni kitu kidogo. Maana sasa yeye alikuwa malaki kwa kila mtu. Maana yake nikipokea neema ya wokovu lazima niendelee mbele. Sio tena nianze kurudi nyuma. Ukirudi nyuma umemshirikisha Yesu mara ya 10. Hapo umechukua misumari umegonga na ile taji ya mimba umemvalisha, kwa sababu baada ya kupata neema ya wokovu unaamua kurudi dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawakemea wana wa Israeli kwamba torati zao lakini hawafanyi kulingana na torati. Bwana Yesu asifiwe. Mtoa chini ya hapo, chini ya hiyo ambayo inasemwa katika Malaki, au chini ya kipato sahihi cha kwako, maana yake wewe unamwibia Mungu au mfanye sawa mbele za Mungu. Na hata kwenye Agano Jipya Paulo anasema kwenye Wakorinto sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 16:2, vile vile na sisi Agano Jipya tunatoa kulingana na kipato chetu, sambamba na kile ambacho Bwana ametubariki. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2, na mwingine afungue Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari ule wa pili. Nasoma Biblia inasema, Wakorinto wa kwanza 16, siku ya kwanza ya juma kila mtu wenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Aweke akiba kwa kadri ya nini?
Siku ya kwanza ya juma ni juma ngapi? Siku ya kwanza ya juma ni juma ngapi? Juma ngapi? Jumatatu. Jumapili kama leo. Paulo anawaagiza kanisa la Korintho kwamba mtu atenge fedha kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Maana ndani ya kwa kadri ya kufanikiwa kwake, humo ndani mna upendo, humo ndani mna hiari, humo ndani mna uaminifu. Kwa sababu hakuna mtu anayekuja kukua kama wewe unataka. Hakuna mtu anayekuja kukuulizia umetoa zaka au umetoa sadaka kiasi gani na shilingi ngapi. Haipo. Humo ndani kuna hiari. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kuamua mwenyewe. Ndio maana anasema na atenge kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Lakini jiulize hapa, nani huwa anafanya maandalizi ya kwamba naenda kanisani natoa nini? Wengi hapa watu wanatoa baada ya kufanya matumizi yetu. Wewe sio kweli. Wewe sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, wewe sio kweli. Bwana sauti ziko chini. Kweli sio kweli? Ni kweli. Baada ya kujitanguliza sisi yale mabaki ndio tunasema hivyo nini? Sadaka. Yaani wiki nzima unaweka utaratibu wa kwamba kwa Mungu na imani. Lakini wengine hata kabisa anakuja sadaka. Na huko Biblia inasema mtu aseme nyumbani kwa Bwana mikono. Lakini ukimwangalia huyo mtu ameilwa, huyo mtu amefanikiwa, ukimsimamisha kumwambia wiki hii Bwana anamtendea inaweza kutimilika hapa. Lakini kaja nini? Sadaka. Mungu ametulinda mimi ndugu zangu. Ndugu zangu walikuwa wanasafiri wamefika salama na salama. Hatujalala njaa, tumekula wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe. Nifanye mtihani nimefaulu. Unaona mtu anatiririka hivi. Lakini kwa Mungu anakuja mikono. Maana yake anapokuja mikono mitupu, anamaanisha yeye hajaiona baraka yoyote ya Mungu kwenye maisha yake. Kitu ambacho sio kweli. Tafakari tu hata siku moja. Jifanye hata chizi, nenda pale kama umeniwaulize hivi jamani. Kuna siku ushawahi kufunga hospitali ukaenda nyumbani au mkakaa mnaanza kupumzika, hakuna mgonjwa yoyote. Alafu wakwambie kama kuna siku ilishatokea pale hospitali hakuna mgonjwa. Kila siku watu wanapishana, ili karuhusiwa leo kushangaza. Alafu unapiga mwaka mzima hata kidogo hujameza. Yaani nataka nikutazamishe uone jinsi Mungu wetu tunavyomkosea. Anashughulika na mambo yetu. Alafu unakwenda kuomba, una maombi makali, unamtazamisha Bwana, kama unasema utashughulika na mambo yako. Mbona mambo yako hayaendi sawa? Wakati wewe ya Mungu umefanyaje? Umeyatelekeza wala umeheshimu. Kwenye Mithali anasema umeheshimu Bwana. Kwa nini? Kwa nini? Tunasoma hiyo maandiko, tunasema umeheshimu Bwana kwa nini? Kwa mali zako umheshimu. Nafikiri Mungu heshima gani anataka zaidi kutolea? Waambie ukweli. Yaani Mungu amekubariki, unamheshimie Mungu. Mungu unamheshimu. Eti mwalimu Samuel. Yaani Mungu amenibariki, nimelima, nimevuna, nafanya kazi, nimepata mshahara, nimejenga, nimefanya nini? Akaniambia niheshimu mimi kwa hizo mali. Mungu anataka nini? Nitumike pamoja na mali zangu. Nifanye kazi ya Mungu, mali zangu itumike kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Kwa kutoa kwako. Kuna mwingine anaweza kaomba anataka gari, akipewa gari. Kumbe ana utaratibu mwingine kabisa. Wewe unataka gari unaosha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunawekezewa, yaani sisi ni mawakili
Vitu vya Mungu vimewekwa kwetu, ni vya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hamjawahi kuona watu wanatoa ushuhuda, nasema kuna siku Roho Mtakatifu aliniambia nitoe kitu fulani nikakizuilia. Wacha kusimama watu hapo. Hapo kuna siku Roho Mtakatifu aliniambia toa ile peleka kwa mchungaji nikagoka. Mungu akaja akaugua kideri akaenda. Mwingine anasema hiyo ni kawaida. Hiyo ni nini? Ni kawaida tu, ni ugonjwa. Au wanaibiwa. Kuna wakati Mungu anataka kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na anaruhusu vichukuliwe kwa sababu vilikuwa vya kwake na wewe unataka kumpelekea. Bora vipotee, vikose. Hapo unapata nafasi ya kujifunza na kujua kwamba hiki kitu nimewekezewa. Mimi ninashika badala ya Mungu kukitaka. Lakini sio kuzuia. Usiwe kama mtoto unampa kitu wewe umenunua. Ukienda kuiomba tena hapo. Watoto sio hivyo. Yaani ile kitu upewi tena. Sasa kuna watu wa hiyo kwa Mungu. Yaani akipewa atoe tena kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 3 na wa 12. Moja pewe maji kasome. Mstari wa 3 wa Wakorintho wa pili sura ya 8 inasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Mstari wa 12 unasema, maana kama nia ipo kukubaliwa kwa kadri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadri asivyonavyo. Unasikia? Paulo anashuhudia kanisa la Makedonia, anasema wale watu walikuwa ni wahitaji sana, lakini ilipofika hatua ya kutoa, walitoa wakapitiliza na uwezo wao. Yaani maana yake walitoa zaidi ya walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna mtu akiwa na milioni anapunguza na maombi. Anapunguza na nini? Ameshajika kukuletea nikipata msiba nyingine nafika. Nikipata sisi shida gani? Ada na mtoto mmoja akisema nataka laki yao na baba. Anapunguza na nini? Anaitoa hiyo milioni. Wapo watu. Sisi mambo yangu yanaenda vizuri. Yeye anajiwekea. Hawa anakuwa wanatoa zaidi ya uwezo wao, walitoa hata zaidi ya nje ya kule kwa nao. Ndio maana Paulo anasema kwa mstari wa 12, kama nia ipo na kukubaliwa na mtu anakuwa na nia kwa vile alivyonayo, sio kila mwanangu. Yaani kama anasema anatoa sadaka ya kumpendeza Mungu, si lazima itokane na vile nilivyonayo au inatokana na siku. Naposema natoa sadaka kamili, maana inatokana na vile nilivyobarikiwa na nani? Na Mungu. Sio kwamba unatoa zaka utapata chochote. Kama uje usimame hapa useme nimeleta zaka kamili, alafu baraka yote ya Mungu. Una ukweli hapo? Ndio maana anasema mtu anatoa kulingana na vile alivyo navyo. Na hapa tumeshikamana kutoa hata sadaka kwa kadri ya vile tulivyo navyo. Ili kanisa tumefika mbali. Hata huko tulikuwa tumeshatoka huko. Tulikuwa tumeshaweka dunia. Tulikuwa tumeshaweka feni, mchana watu wanakuwa wanajipeleka na madaftari. Hayo yote yatokana, yataondoka kwa sisi wenyewe. Wakati tunavyompenda Mungu, wakati tunavyomheshimu Mungu, wakati tunavyokuwa waaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Mungu kutubariki, anatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahi mwanangu yuko chuo kikuu Selina. Mimi wala sikutaka niangalie huyu akili yake anampenda Mungu, ana akili au alikuwa anaishi na mtu ambaye hamnazo. Kapata ile gumu wanapewa wazee, kapata ile gumu na sifa. Akaniambia baba, na kutumia fungu la 10,060 akazitupa. Kama ulimuona Samini akisimama hapa kuombewa, alikuwa ameshika hiyo sana. Kwa mimi kama mzazi na kama mtu
mtumishi wa Mungu, mtu amekaa kwangu akiwa na tabia za hizo za kimungu zaidi, kwangu mimi naona kwamba napata furaha na amani kama kweli. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa anafunza wakati Timotheo, anasema nifuateni mimi. Tunasema mimi Paulo anasema mnifuate. Nimekuwa kielelezo kwenu, mnifuate. Sadaka na mtoto aliona mimi nilikuwa fungu la 10. Alafu yeye anapata hela ya hata fungu la 10. Ili mali ninyamaza. Akaniambia leo yana kusaini cheki ya kupata ngumu. Baada ya muda sita akaenda fungu la 10. Nikasema kwa hiyo nimesema huyu kumbe kilikuwa na nani mtoto. Maana yake huyu hata akianzisha maisha yake, huo utakuwa ni utaratibu wa maisha yake. Kwa sababu kesho na kesho atakuwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo Mungu anavyotutegemea sisi. Unamlea mtoto, unamfundisha njia za Mungu. Watu wanakaribia maandiko tu. Mfundishe mtoto wako njia njema, maana ataiacha akiwa mzee. Hapo huyo mtoto umfundishe kutoa zaka, unampa 10,000 na ile yote. Sasa sisi njia njema ndio tunamfundisha. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo hata iacha akiolewa na akioa. Maana kuna unalea mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kama zaka inasisitizwa kwenye Agano la Kale, ni lazima na sisi leo tuweze kutoa zaka kamili na sadaka nzuri ambayo inauma au inayombariki Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Wenzetu walitoa zaka kamili, walitoa sadaka ambazo zinagusa moyo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kutoa tu zaka. Luka 21. Luka 21 mstari wa kwanza na wa pili. Nitasoma Luka 21 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, akainua macho yake akaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambieni, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadaka katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha sadaka tunapotoa kwa Mungu haipimwi kwa wingi au ukubwa wa kile kilichotolewa, bali inapimwa kwa kiasi cha kujitoa kuliko husika katika hiyo sadaka. Umeandika? Sadaka haipimwi kwa wingi au kwa kile kinachotolewa, inapimwa kwa kiasi cha kujitoa kuliko husika katika sadaka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwa kiwango, wale matajiri waliweka fedha, lakini walitoa fedha ambayo haiwasumbui, yani ni kama mabaki. Yani sawa na uko na 100,000 au na 1000 pale nyumbani, ukahemea nikuja kubaki 2000. Nasema hiyo 2000 tunataka sadaka. Maana yake ile sadaka, yani unajua anasema yani inapimwa kulingana na namna ulivyojitoa. Kujitoa maana yake mtu anafika mahali anatoa kitu kwa kujihatarisha maisha yake. Huyu mjane senti 2 alikuwa nazo hizo. Hakuna cha kwamba nitakula nini, hakuna cha kwamba sisi yani maana yake alitoa chote alichonacho. Kwa maana nyingine alijihatarisha hata maisha yake. Lakini tajiri wale walitoa mali iliyofanyaje? Imani kwa asili inamuua mtu. Yaani kwa mfano wewe pale kaja mtu, kuna mabiaki yako umeyaweka sehemu ya bahari. Akaja mtu akasema, "Mbona bwana huna viatu? Hebu chukua hivi viatu ukambaye." Umeshughulishwa chochote hapo? Umeshughulishwa chochote hapo? Yaani kushughulika na sadaka maana unakaa unasema nimepata baraka kwa Mungu. Mungu anamtolea nini? Yaani ukiangalia yote ulivyo navyo unaona hakiko cha thamani cha kumtolea nani? Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaangalia maji usiku. Ukiangalia mabaraka na jinsi Mungu alivyokutunza, unakosa kutolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sadaka inakushughulisha, inakufanya kufikirie kwenye zile baraka zote. Lakini mwingine anatoa kile ambacho kiasi yake, yaani hakihitaji. Kwa tafsiri nyingine, yaani kile ambacho wewe ukihitaji wala hakuna sehemu yoyote kwenye maisha yako, ndio naambia hiyo ndio. Mimi ukitoa 500 hapa, ikawa ndio fedha yako ulionayo kwenye maisha yako, Bwana akikuangalia naona huna kitu, yaani ndivyo ulivyo, hiyo sadaka ni halali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu haangalii kwa kiwango hicho. Mungu anaangalia kwa namna wewe uliopokea baraka na vile ulivyonavyo, kwamba umeshughulika kuiona hiyo fedha ndio wenyewe. Yule mama alitoa serikali senti 2, matajiri wakatia yaani wanakuta watu wanajaza hilo lichombo na pesa yanajao. Lakini kuna mtu anakuja maskini, tena inasema maskini ni mjane. Maana yake wakati mwingine wajane wa kipindi kile walikuwa wanatafuta watu wa kuwasaidia, hawana namna ya kupata nini, kupata hata hizo sehemu nyingine kupewa na watu. Lakini akasema siangalii nitakula nini, nitavaa nini, hizo zinaenda kwa nani? Kwa Bwana. Hiyo fedha kwa Mungu ina thamani, hiyo fedha kwa Mungu. Lakini sio yule mtu ana milioni 50 anasema mimi napeleka 10,000 kanisani, au napeleka laki, napeleka 200,000. Nyinyi kwa macho ya binadamu mtamwona yule ametoa hela nyingi, alafu yule aliyetoa ndogo mtamwona huyu hana maana. Lakini Mungu anaangalia namna sadaka inayokushirikisha wewe, namna unavyoangalia na kutathmini sadaka. Lazima iwe na maandalizi. Yaani wewe unakaa wiki nzima unafanya kazi, ukipata hela maandazi unakula, ukipata hela soda unakula, au wewe umenunua chips mayai. Yaani huo ukifikiria hata kama unapiga hela kwa nini? Wewe unakuja, imefika Jumapili asubuhi unaanza kuuliza ile hela ile watu kwenye change ya kitunguu iko wapi? Nampelekea Bwana. Hiyo sadaka ni kushukisha. Mungu anasema ni heshima kwa mali zako, ndio heshima. Kuna sehemu nyingine wana wa Israeli waliambiwa, "Je, hiyo fedha mtu wako watawala kufanyana nini?" Yaani umetoa sadaka, kaja Samia hapa, ukampa 500, ukafanyana na hiyo 500 yako. Si mtawala. Wale Samia ni nani? Si mtawala, ni rais wa nchi. Akamwambia hapa nimekuja na chakula mchango hapa, wewe wewe na 500 yako au 200, mchango wako. Wewe mwenyewe kwanza unaogopa kweli. 200, asiye kwa usiku kidogo kwa wewe. Sasa je, Mungu atakubaliana nani? Wale wazee waliuliza, je, mngewapa maliwali watawala watakubaliana na hiyo sadaka? Na anasema mmenidharau. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayedai sadaka na sadaka kamili anajua baraka aliyokupa. Yaani sawa na mimi nimwambie mwanangu, naomba kitu fulani, najua anacho. Bwana Yesu asifiwe. Sioni kwenye utukufu. Ndio maana Paulo akasema nia ikiwepo kukubaliwa kuko, kwa sababu mtu anatoa kulingana na alivyo. Sio kama anatoa kulingana na asili kwa nani. Yaani manapo ukikaa kwenye Jumapili unataka kufikia kutoa sadaka, unafikiria Bwana kwenye baraka zake zote hapo ni mazao. Na sadaka sio fedha. Unaweza kuleta mazao, unaweza kuleta nini? Unaweza kuleta nyanya, unaweza kuleta nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio ile mtu anakaa mpaka inafika Jumapili ndio Bwana anatolea. Na kwa sisi watumishi wa umma, ili tumpendeze Mungu, maana sadaka kwa iweke hiyo sehemu ya budget ya familia yako. Yaani ukifika kabisa unapanga, sisi sadaka yetu tutatoa hivi kulingana na Bwana alivyotubariki. Kwa hiyo budget ya sadaka hii inatoka kabisa, inawekwa. Maana yake mkija Jumapili unachukua fungu lenu na kutoa kanisani. Ila ukitegemea siku isumbukie, na siku unakuja mikono mtupu hapo. Na jana unakula pilau unatoka kitimoto, lakini unakuja huko mikono, tunasema siku ile isumbukie. Bwana Yesu asifiwe. Alafu watu wana
namna hiyo wanahamisha. Kile kitu moja kama nilipopitia mimi. Anaanza tena Bwana mwenyewe. Sijui nini. Bwana amekuacha. Wewe ndio unamwacha Bwana, Bwana anamwacha mtu. Mtu anamwacha nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wingi hauangalii, kinaangaliwa. Wakati mwingine wenye fedha nyingi kutoa fedha hiyo wazidi ambayo haiangalii kujitoa kokote. Yaani mtu anatoa fedha hiyo mzidi, yaani haiangalii kujitoa. Kuna kutoa kwa kujitoa. Sijui mnaelewa? Kuna kutoa kwa kufanyaje? Kwa kujitoa. Kama yule mjane, yule alijitoa, alitoa kwa kujitoa. Maana yake anahatarisha maisha yake. Hana bajeti nyingine. Wengine hapo walikuwa wamejipangia chakula hivi kwa lakini kanisani wanaleta 500 chakula kuna hivi wamepanga mabajeti ya vijana, lakini kanisani wanaleta 500. Huko sio kutoa, kutoa. Huko ni kutoa kwa mazoea mbaya nani? Anayebariki. Mungu anayebariki mwanadamu. Ili atafanya maombi, Mungu anakubariki. Kwa hiyo tunataka kutoa kwa kujitoa. Kwa kujidhabihu sisi wenyewe. Ndio tutatoka kwenye hata hii hali ya kanisa. Hatuna wafadhili wa kuja kujenga kanisa. Biblia inasema moyo wa mtu ulipo na ndipo hazina yake ilipo. Wewe ukiwa Betheli, moyo wako uko Betheli, wewe ndio utakao kujenga hili kanisa kwa sadaka yako, kwa fedha zako. Au nataka tuje tulete shangwe, tulete na wale tuje na wale baba ya zao. Ndio yao hiyo kwa yule akiwa hana hela ya kula, yuko tayari kwenda kukopa hela ya kula. Ila familia inayo yao. Moyo wako unajenga ufalme wa Mungu. Ukiongozana na mlevi kwenda sehemu yoyote, kama nauli unamtegemea mwambie kwa kabisa. Nina mfano wa baba mdogo wangu walikuta wenzake siku moja wameshakula sana. Wao wanakaa kula simu wakaja kurudi. Akamwambia bwana leo twende kwenda Mungu anasema kinasikiliza. Baba twende. Sasa wao kwenda Mungu kwao. Wakanywa mafuta hela zote. Wamesahau kumzao kama na kitu cha Mungu. Alitembea kutoka zile shule. Anatembea ile ile ya sababu sababu. Basi daladala zinapita. Hana tabia, anatembea kwa Mungu. Anatembea kwa nini? Bomba msaada wa Daudi apewe watu wa hali ya shule wanafanya kazi. Kwa sababu wao wanapata daladala hiyo. Na huko na huko kwa hapa alitembea na wao wote sasa. Mmoja anaweza kupa hela ya kumjua mali. Sasa kabla tujaanza kumlipa hela, mbeleni mlikuwa kwa vijana. Nakwambia hela ya kula haipeleki. Moyo wake huko. Wewe uweze kumwambia tuende ya kujenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Au tunataka tukahubiri, hawezi kutoa hiyo fedha. Moyo wake hauko huko. Sasa sisi ambao mioyo yetu kwa Bwana, Biblia inasema hazina ya mtu ilipo na ndipo moyo wake ulipo. Tunatoa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Sisi tusilione hili kanisa lilivyo. Yaani watu wachache walikidhabihu hili kanisa mpaka kufika hapa. Na sadaka za upendo wengine. Tulifika hapa tulivyo kwa watu wachache kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujitoa, kwa kutoa, kwa kujitoa. Yaani uko tayari ulale njaa ila kazi ya Mungu ifanyeni. Yeye ndio kutoa. Na haufi kwa sababu unafanya kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi wa utoaji wa sadaka hutojitanguliza wewe. Maana yake usijihudumie kwa thamani kubwa. Halafu Mungu anayehusika na hizo mali anapokea mabaki au ziada ile iliyobakia. Tunaiona vizuri? Tunaiona vizuri hapa? Hutojitanguliza wewe. Maana yake usijihudumie kwa thamani kubwa. Halafu Mungu anayehusika na mali hizo anapokea mabaki au ziada ya vile ambavyo vinaonekana havina thamani. Wengine wetu wengi sio tunapokea wageni wa kuishi wao. Sio tunapokea wageni. Hebu fikiria mgeni umechinja kuku. Unateka sehemu nyingine unakula wewe na familia yako, unamaliza kule mifupa mifupa. Unabeba kumpokea mgeni.
Inapendeza, inaonyesha ukarimu, inaonyesha kujali. Yaani mmepika, mmekula, mmepakua, mmekula vyote. Na dada mmoja bwana nisimulie kwamba yeye alikuwa anapata makombo, alikuwa anafanya kazi. Yaani familia inapakua chungu chote kinaisha. Samaki, alafu pia wao sasa wao ndio anaambiwa naweza sasa ndio ukali. Sasa una mgeni unaweza kufanya hivi. Sasa sisi tunamfanyia hivyo Mungu. Tunapata fedha, tunajihudumia kwa gharama kubwa. Tumejipangia mabajeti makubwa. Tunashika mbele za 80,000, mbele za 30,000, mbele za 10,000, mbele za 5,000. Lakini yupo tayari aje kanisani bila sadaka. Yaani akisimama kwenye mtakumini unaona na laki nzima. Iko kwenye mwili wake. Lakini amekuja mikono mitupu. Huko ndio unaitwa kujitambulisha. Yaani wewe unafanya kuwa wa kwanza, ila wewe mimi ni wa kwanza. Yeye msikia mtu anakuambia nimepata hela. Yaani kuna kitu fulani sio kitu basi kinunua. Anaanza. Kinunua maana anakuwa anahitaji kitu. Yeye anaanza akiona imebaki 5,000, 2,000, 1,000. Kwa sasa hiyo ndio sadaka. Utakwenda na nyumba tuweka sana. Mungu tunamfanyia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunamfanyia hivyo. Na tunapomfanyia hivyo Mungu, tunaonyesha kufanyaje? Kumdharau. Msingi mwingine, kutoa kwetu kuwe kwa hiari na kwa ukarimu. Kwa hiari na kwa ukarimu. Agano Jipya sisi hatuko chini ya sheria. Wapendwa, hatuko chini ya nini? Hatuko chini ya sheria. Na hii sio kwetu tu, hata kwenye Agano la Kale walitoa pia kwa hiari, pamoja na kuwepo Torati na nini. Kuna wakati walitoa kwa hiari. Utasoma maandiko haya kwa muda wako. Kutoka 25:1-2. Kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu Nyakati wa Pili 24:8-11. Nyakati wa Pili 24:8-11. Katika Agano Jipya tulishasoma hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa kwanza na wa 5 na 12 na wa 11 na 12. Lakini Wakorintho wa Pili mstari wa 8 na wa 3. Tusome Wakorintho wa Pili mstari wa 8 sura ya 8 mstari wa 3. Wakorintho wa Pili sura ya 8 mstari wa 3 inasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na kwa zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe wametoa vitu vyao. endelea. Mstari wa 4 inasema, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Amen. Nasikia walikuwa wanatoa hizo vitu kwa ajili ya kuwahudumia nani? Walikuwa wanatoa kwa ajili ya kuwahudumia watakatifu. Wanasema walitoa kwa ukarimu, kwa hiari. Nasema tunatoa kutoa kwetu kwa hiari na ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza hiyo 8:12-11-12. Wakorintho wa kwanza 8:11-12. Tasoma Wakorintho wa kwanza 8:11-12. Inasema, na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Mstari wa 12. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi. Sio hiyo moja. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema tunatoa kwa hiari na kwa ukarimu, ndio msingi wa Agano Jipya. Agano Jipya tutoi kwa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima tutoe kwa kujitoa, kama nilivyosema.
tutoe kwa kufanyaje? Kwa sababu Yesu mwenyewe alijitoa kwa ajili yetu. Waliokuwepo kwenye semina iliyopita aliyokuwa anafundisha yule mchungaji wa Kagongo, alikuwa akitaja sehemu, akitaja utii, anasema mwenye chanzo cha kutii nani? Yesu. Akitaja unyenyekevu, chanzo cha unyenyekevu ni nani? Hata kwenye utoaji namba moja ni nani? Ni Mungu. Alimtoa mwanae wa pekee kwa sababu alifanyaje? Alitupenda. Kwa maana yake na wewe, ili utimize upendo kwa Mungu, ni lazima utoe kwa kujitoa, ili uthibitishe kwamba wewe unampenda nani? Mungu. Na uko tayari kuwa mwaminifu kwake, na unatoa kwa hiari. Na hapa watu wanaotoa kwa hiari, Mungu anapendezwa nao. Kuna siku mchungaji wanasimama hapa anakuja chombo cha sadaka hichi, kuna mtu akitoa sadaka aliongozwa na Roho Mtakatifu, wala hakutangaza hapa kwamba tunahitaji kitu hiki. Hao ndio Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu msingi mwingine wa utoaji ni lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu. Ukisoma Warumi 8:14 au usome Warumi 8:14, tunatoa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu anatuongoza kufanya mapenzi ya Mungu. Soma Warumi 8:14-17. Warumi 8:14-17 inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa amkumpokea tena roho wa utumwa imetaja hofu, bali mpokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakupokea roho ya nini? Na hofu. Yaani wewe unapata hofu kama unakuwa fungu la Mungu. Hii ni laki mbili tu. Inatoa fungu la tukiugua. Tukifanywaje? Tuko na mgonjwa yuko Dar es Salaam akifa. Yaani umejiwekea hofu. Roho kwanza unaenda kuuza tayari hela ikawachanganya. Hela ikafanyaje? Ikawatanganya. Wamekufa, wanaendelea na kupiga hivyo. Mwisho wa siku Petro anamwambia, "Unajua mnamnyang'anya mimi." Mmoja mtandao amewalamba, walikufa wote wakaenda kuzika. Yaani mali yao inakuwa. Walibarikiwa na Bwana, wakaijali kutoka kwa Bwana. Baadaye wakaambiwa mgeuze ziwe fedha. Mgeuza ziwe fedha, zimekuwa nyingi, kisiki wanaficha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanaulizwa, haikuwa kwa uwezo wenu, maana kulikuwa na maamuzi hayo. Maana kama mimi nimewaambiwa nimetoa mbuzi, nikaambiwa na mchungaji, "Wewe mbuzi nenda kauze." Labda mimi nifikirie mbuzi nitauza laki mbili. Maana pale nikaenda kujianisha na uza 1,000,000.